Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo. Na tumaumuri wa afya na uko kando kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu toka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Safari Almasi ni mchambuzi wako wa leo na saidiwa mitamboni na Jean Ekala Jaden pamoja na jopo nzima la wa habari wa Radio Kivu. Nasema karibu na tega sikio. Msikilizaji, uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu na Bibu Kurtantine Aldama. Karibu Bibu Kur. Asante sana Safari Alimasi kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Siku ya leo tutaangazia katika mji wa Baraka. Kikao kikubwa cha kiusalama kimeendeshwa Jumapili ya tarehe 11 Januari mwaka 2026 ndani ya chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka kwa malengo ya kuimarisha usalama mjini humo. Na hapo Makobola, adui hana nguvu zozote zile za kushinda vita hivi, na raia waendelee kutia matumaini yao kwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Ndivyo amesema hayo msemaji wa vikosi vya wazalendo jimboni Kivu Kusini mbele ya vyombo vya habari mwishoni mwa wiki hii. Tumalizie habari yetu muhimu na uko Kindu. Wakahaji wa kijiji cha Kasenga Numbi katika tarafa la Kailo wayahama makazi yao baada ya kutokuwepo maelewano kati ya jeshi la taifa FARDC nao wazalendo, huku wakiangaliana kama pusi na panya. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Mwenzangu Safari Alimasi. Asante sana Bibu Kurtantine Aldama kwa habari yako muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na katika mji wa Baraka. Kikao kikubwa cha kiusalama kimeendeshwa Jumapili ya tarehe 11 Januari 2026 ndani ya chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka kwa malengo ya kuimarisha usalama mjini humo. Kikao hicho kilikusanya viongozi mbalimbali wa kizalendo kama vile kamanda ya Kutumba na wengine, uongozi wa jimbo la 33 la kijeshi na idara zingine za kiusalama. Katika mazungumzo nasi, kamanda Muri William ya Kutumba amesema wanakuja kutafuta suluhu kwa matatizo zinazokumba raia wa mji wa Baraka na kando kando. Kamanda William ya Kutumba anaeleza yafuatayo. Raia waelewe kwamba tulikuja hapa sababu ya kuangalia namna gani kutia amani kabisa ndani ya jiji la Baraka. Sisi tunapenda raia ya Baraka na tarafa mzima la Fizi ijikute huru, wafanye makazi zao kama vile inastahili. Ndio mission yetu sisi wa VDP. Ndio maana tunakuja kuangalia namna gani kunyamazisha hiyo yote makelele na mafujofujo ambao buku unapita tanto kungambo ya ba VDP, tanto kungambo ya ba soda ba serikali na kupiga masase na nini. Ifo ile vitu vyote viishe, population ijikute iko vraiment libre kuvagema nani makazi ya kwao. Na njoo shaba kubwa kufanya kikao hiki pamoja na wazalendo sababu ya kumaliza shida zote zile. Labda raia waendelee kutegemea nini? Raia waendelee kutegemea amani. Tutafanya jitihada yote ili amani irudie katika jiji la Baraka. Kuna baadhi ya vikosi vya wazalendo ambao wanakuwa kuna tabia ya kunyang'anya jeshi la taifa FARDC silaha kiolela. Labda kama vile uongozi umetoa ruhusa hii au namna gani? Kuna mpango utachukuliwa pamoja sisi na viongozi wa FARDC kwa ajili ya kunyamazisha kabisa tabia zile mbovu ambazo zinasumbua raia. Upande mwingine, kamanda Muri William ya Kutumba amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii na hivi karibuni kuwa tayari Bibokoboko imeanguka mikononi mwa FCM 23. Hakuna habari ya adui kwa Bibokoboko, ni habari za uongo, ile ni mitandao tu. Bibokoboko hakuna adui, tunajua kwamba kuko jeshi la serikali lipo pale. Na kama liko pale litafanya kazi tu. Hakuja kuwa adui pale, hakuna adui Bibokoboko. Raia ijisikie huru, ifanye kazi zao kwa ukimya, kwa usalama. Sisi tuko pale, na ikiwa kuko tatizo fulani waendelee kututafuta, kutupigia na kutujulisha matatizo wanayo, ili tuendelee sana kufanya kazi zaidi ya kunyamazisha ile fujo. Na hivi sasa tujielekeze huko Mukolu ambako raia wavuvi kijijini Mukolu sekta Tanganyika waomba kwa uongozi wa zalendo kijijini humo kuingilia kati swala la wao kunyang'anywa mboga zao na baadhi ya wazalendo. Tukio la hivi karibuni ni la siku ya Jumamosi ambako wavuvi walikuwa kwenye harakati zao za kivuvi mira ya usiku kama kawaida. Ghafla mzalendo mmoja alifika na kuchukua mboga zote bila kuachia za kula. Mmoja kati ya wavuvi anaeleza mbele ya mic ya mwenzetu Ferdinand Menga Fredi kutoka pa Mukolwe. Kivuvi chetu cha peshe mkwabu wa chini hapa tunavua masempo.
Sisi ilikuwa mapande ya usiku, tulikuwa tunavulia hapa kwenye eneo la Mkolwe. Tumepiga bwera ya kwanza, tulikuwa na askari ambaye sikutambua kama ni upande gani. Tumevua mboga ya bwera ya kwanza, akashika na bafu mkononi. Hivyo amestitiza kwenye bwera ya pili, vueni. Tumeendelea kuvua, tukapata kiasi ya mboga. Amefikia kuchukua yote na kupeleka na bafu. Mpaka kwa sasa hapa asubuhi bado tunafuatilia na vipi kama tunaweza tukapata lile bafu basi aturudishie. Kwa muono kabisa, maana tunafahamiana, namuona ni mzalendo. Alikuwa na silaha yake. Hivyo basi imetuweka uoga hata kusema chochote. Naweza nikaomba viongozi wakubwa wawatizame kuhusu hilo, maana siku zote za nyuma hapa tulikuwa tukifanya kazi na tulikuwa tukisaidizana kidogo. Sisi tunabaki na kidogo na wenyewe tunawapa kidogo, hivyo inaendelea. Sasa naweza nikaomba kwa wakubwa wazidi kwanza kulaani kitendo hichi, maana kimetuzunisha sana. Hata kula ugali usiku ilikuwa ni vigumu, maana wametuchukua mboga yote bila hata sembeli moja. Huko Makobola ni kwamba adui ana nguvu zozote zile za kushinda vita hivi, na raia waendelee kulia matumaini yao kwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Ndivyo amesema hayo msemaji wa vikosi vya wazalendo jimboni Kivu Kusini mbele ya vyombo vya habari mwishoni mwa wiki. Mchumba mkulima na Fatuma ametuandalia ripoti ifuatayo. Ameatamka hayo Bwana wa Obuila Mwila Dalton, msemaji wa vikosi hivyo, mara baada ya kuulizwa namna wanatathmini nguvu za adui kwa sasa kwenye shamba za vita. Uvira fro ilikuwa Luvungi, Kamanyola ndio kwenye kulikuwa mapambano. Fro kidogo ikakia kusimama Mutalure, lakini adui aliingia Uvira, akukuta resistance Uvira. Resistance ilikuwa kule upembeni. Na wakati tulitoka Uvira sisi tulikuja kusimama hapa Makobola. Adui akaingia hapa Makobola, tukasimama nyuma kidogo. Lakini hapa kwenye mnaniona hapa Makobola, tulifika hapa tulimfukuza adui hapa. Hii Makobola ya kwanza na Makobola ya pili tumemfukuza adui. Kwa kusema nguvu za adui hana nguvu kabisa. Adui hana nguvu kwa sababu angekuwa iko na nguvu atungemtoa hapa. Sababu ukiangalia ile milima yote, hii milima ya Kasekezi, milima yote ya Munene, hii milima yote ilikuwa ukipena adui. Adui alikuwa alishanyang'anya hii milima yote. Na hii mingine milima yote yenye huko naona juu ya Makobola, hii milima yote adui alikuwa alishaikamata. Lakini kwa sababu tulijikaza na tulikuwa determine, tumemtoa mwa hii milima yote na tumemtoa mwa hii mingine yote, Kasekezi na hii Bangwe yote na Makobola ya kwanza ya pili tumemtoa. Basi hali ndio hivyo. Goma na Bukavu hapa kuwepo ukuta kama uliokuwa pa Makobola, ila ulivunjwa. Na kwa nini kutia ungine pa Makobola? Mwila Dalton ni kusema, unaona vita ina vipengele ya kwake. Vita kuna wakati mnapigana vita inaomba reorganization, na kuna wakati amuyapigana vita mnafanya kitu kenye banaita planification, na ile mambo yote ina vipengele na ina maetape ya kwake. Na wakati walikuja kuingia Bukavu ni wakati ingine, na Kamanyola ni wakati ingine, na Uvira ni ungine wakati, na hapa Makobola ni ingine wakati. Ni kusema wakati tuko saa hii tunakamata elaya mpya, tunakamata strategies zingine za vita kuliko zile zenye zitumikishwa Bukavu. Unajua kama ukikumbuka Bukavu hakukupigana vita. Adui alitoka Kavumu mpaka Gisi aliingia Bukavu bila resistance yoyote. Na adui alitoka Bukavu mpaka Gisi aliingia Kamanyola bila kupigana. Ni kusema hapa sasa nakuta kibambazi, ni kusema kuko mabadiliko fulani ya kivita ambayo iko na inaonekana. Miaka iliyopita Majimaji kwa jina la sasa wazalendo walikuwa wakipigana kwa mikuki pamoja na mapanga, walikuwa wapotezi maeneo yao kizembe. Kwa nini muda huu vifaa vipo na kupoteza maeneo kijinga? Mwila Dalton, nini sababu? Vita ya wakati wa kwanza tulikuwa tunapigana na mkuki, ni hakika ni kweli. Tulikuwa tunapigana na mkuki, tulikuwa tunapigana na mpanga. Lakini ilikuwa vita ingine. Na waza unajua mwa hiyo wakati ya kukua drone, akukukua troisième dimension kama tuko tunapigana sasa hivi. Hii wakati tuko tunapigana na dimension zingine. Tunapigana première dimension, tunapigana deuxième dimension na tunapigana na troisième dimension. Lakini unaweza kuta hiyo wakati wa AFDL kulikuwa vita aina hii moja ya vita. Kulikuwa vita tu ya chini ya kawaida tu. Infantry tu peke yake inafanya kazi. Unakuja kukuta wakati wa RCD ilikuwa infantry na kidogo ya troisième dimension, mais si sana. Lakini kama utakuta leo tunapigana vita ya aina zote. Aina zote tunapigana.
Na utakuta hapo awali gari ya media haikukuu sana, lakini saa hii media inafanya kazi sana. Nyingine vita saa hii troisième dimension, c'est-à-dire aviation, nayo inafanya kazi yake. Ni tofauti ya vita ambavyo tulipigana zamani na vita vya sasa, ni vita ambavyo viko tofauti. Kwa sasa ni teknolojia. Hata hivyo, msemaji huyo amesema malengo yao ni kutaka, haiko fasili kabisa adui kuingia mteritori ya Fizi. Malengo yetu ni kuendelea, malengo yetu ni kugomboa mji wa Uvira, malengo yetu ni kuingia Bukavu, malengo yetu ni kugomboa maeneo zote ambazo zinavamiwa, sababu nchi yetu ndio inavamiwa. Namna gani watafika Bukavu, Goma na walikuwa Uvira na kushindwa? Naye amejibu, Uvira kulikuwa shida mbalimbali, na Uvira pia sitakosa kukuambia kwamba kulikuwa wazalendo na pia kulikuwa wazalendo feki. Na wale wazalendo feki walikuja walisumbua sana, lakini kwa sasa tumejikuta wazalendo halisi ndio wamekuwa hapa. Siko hapa kwa sababu ya kusema watu fulani na watu fulani, lakini nitakwambia ya kwamba kulikuwa vurugu sana Uvira zenyewe zingelipelekea vita isipiganwe kabisa. Lakini kwa sasa wakati tuko kimoja, hapa kazi ipo. Habari zinakuwa nyingi kutoka maeneo ya shamba za vita. Mwishowe Oboila Mwila Dalto anatoa picha ya maeneo ambayo vikosi vya wazalendo waendelea kupatikana. Hatukurejea Makobola. Hapa unaniona. Kama unaniona hapa, yani vikosi viko mbele zaidi. Unasikia hizo bomu zenye uko nasikia. Hizo bomu haziko hapa Makobola. Na kama unasema tulirejea, tulipigania Katongo, hatukurejea. Mpaka sasa hivi Katongo na Kigongo ndio kwenye kuko fro sasa hivi. Na ukiangalia kwenye tuko tunapigania ni juu kidogo ya Katongo. Sababu unajua vita ina mbinu za kwake. Katongo ndio kwenye kuko fro. Hatukurejea pale. Walisema walikamata Uvira kwa nguvu na wanapaswa kutoka kwa nguvu. Na ndio maana na sisi tunasema hapa mpaka kieleweke. Hatuwezi tukarudie nyuma. Hakuna mtu mwenye yuko na ile uwezo na hakuna mtu mwenye yuko na ile haki kuturudisha nyuma. Haiko. Msikilizaji, kama unavyosikia kipenga upande wa pili, ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo na Omar Makelelo Zil. Karibu Omar. Na barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu. Leo katika habari za michezo ni kukumbushe kuwa mgongoni na valia namba 14 yake mchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafuti, ambayo iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumapili, ambako mechi kadhaa zilishuhudiwa kupigwa katika viwanja mbalimbali vya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule katika uwanja wa Joseph Kabila kule Kalemi ni kwamba kulipigwa mechi. FC Tanganyika ya Kalemi waliweza kuwatandika timu ya CS Manika mabao 2-1. Vile vile vijana wa AC Rangers wakatoka sare ya kutofungana dhidi ya vijana wa OC Renaissance, na klabu ya FC Etoile du Kivu wakaweza kupokea kipigo cha mbwa mwizi kwa kuweza kutandikwa mabao 3-0 na vijana wa AS Vin Club kutoka Kinshasa. Na upande mwingine ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limeufungia uwanja wa taifa wa DRC Martyr uliopo Kinshasa kutumika kwa mechi za kimataifa kuanzia Januari 2026 kutokana na mapungufu kadhaa yaliyogunduliwa wakati wa ukaguzi wa mwisho wa viwanja barani Afrika. Tangazo hilo lilitolewa Ijumaa ya tarehe 9 Januari 2026 kwa barua iliyotumwa kwa shirikisho la soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA, ambapo kulingana na CAF imesema uwanja huo wa Martyr una mapungufu kadhaa yakiwemo uhaba wa vifaa vya usafi, uhaba wa vifaa vya kutosha vya matibabu, pamoja na uwanja kutokuzingatia viwango vinavyohitajika. Hata hivyo, shirikisho la soka barani Afrika CAF limegundua uhaba wa zamana za kutosha za usalama ndani ya uwanja wa Martyr. Kwa upande wa shirikisho la soka hapa nchini DRC FECOFA limepokea orodha kamili ya kazi zinazopashwa kufanywa kwa kuzingatia uwezekano wa kukarabati miundombinu mpya. Uamuzi huo unaweka mamlaka za michezo nchini DRC katika hali ya dharura ya kuboresha uwanja huo, kwani ndio uwanja tegemezi kwa michuano ya kimataifa hapa nchini. Kushindwa vibaya kwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Senegal kwa kufungwa mabao 3-2 katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 mnamo Septemba 2025 kulisababisha mashabiki kuvunja viti na kusababisha uharibifu mkubwa wa uwanja huo wa Martyr.
Kisha kutoka hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tujielekeze kule katika nchi jirani ya Tanzania. Ni kwamba miongoni mwa majina ya wachezaji wanaotajwa huenda wakasajiliwa na klabu ya Simba katika dirisha hili ndogo ni pamoja na jina la mwamba wa Lusaka ambaye ni Clatous Chama ambaye hivi sasa anakipiga katika klabu ya Singida Black Stars. Tetesi zinaeleza kuwa viongozi wa Simba wanahitaji kumsajili nyota huyo kama sehemu mojawapo ya kuimarisha kikosi chao kuelekea mashindano ya Kombe la Mataifa. Kule katika bara la Ulaya ni kwamba klabu ya Aston Villa hapo nchini Uingereza ipo tayari kumsajili kiungo wa klabu ya Atletico Madrid hapo nchini Uhispania, raia wa Uingereza ambaye ni Conor Gallagher katika dirisha hili ndogo la usajili la mwezi Januari. Vile vile kule katika nchi ya Uhispania, klabu ya FC Barcelona wanamtaka Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 kusalia katika klabu hiyo zaidi ya muda wa mkopo wake kutokea katika klabu ya Manchester United. Klabu ya Aston Villa vile vile wanamtazamia kumsajili mshambuliaji wa Uingereza Tammy Abraham mwenye umri wa miaka 28 ambaye yuko kwa mkopo katika klabu ya Besiktas hapo nchini Uturuki kutoka katika klabu ya AS Roma. Klabu ya Newcastle hapo nchini Uingereza wanampima beki wakati wa klabu ya Atalanta Bergamo ya Italia Giorgio Scalvini mwenye umri wa miaka 26 kufuatia jeraha la mlinzi wa Uswisi Fabian Schär mwenye umri wa miaka 34. Na kule katika nchi ya Saudi Arabia kulipigwa finali ya michuano ya Super Cup ya Uhispania mwaka huu ambako Barcelona walikuwa na vahana vikali zidi ya Massimo Wayadi wa Real Madrid, lakini mtanange umetamatika kwa ushindi wa FC Barcelona kwa mabao 3-2 na hivyo Barcelona kuwa washindi wa kombe hilo la Super Cup ya Uhispania mwaka huu. Mabao ya FC Barcelona yalipachikwa na mchezaji Rafinha ambaye aliweza kupachika mabao 2 pamoja na Robert Lewandowski, huku mabao 2 ya Real Madrid yakipachikwa na mchezaji Vinicius Junior pamoja na Gonzalo Garcia. Msikilizaji, kama ndo bado unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kwenye Radio Kivu kwenye masafa 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Hivi sasa tujielekeze huko Abala ambako raia wa nyanja za juu tarafani Fizi wanapitia changamoto mbalimbali zikiwemo zile za usalama na kiafya. Shirika la raia maeneo hayo yatoa wito kwa serikali kuwajia na msaada. Kiongozi wa shirika la raia Pamulima aonyesha namna mapambano yanavyoendelea kwenye maeneo ya Abala katika groupment ya Bashilo cha sekta Tanganyika tarafani Fizi. Hapa tumsikilize. Katika mamida ya asubuhi kwenye nyanza za juu milima mirefu ya Shende Mitumba, précisément mu village ya Abala, groupement ya Basilocha, secteur de Tanganyika, territoire de Fizi, wa Twigwaneo mar M23 walikuja vamia kambi yetu ya wajeshi wetu ambao wanaishi kule Yulu na Mbokoma. Na Mbokoma iko mo yenye kuyulu kabisa, wanataka aenda njia za kwenda Kalingi. Alafu wakati walipokuja kuvamia eneo lile walikuta jeshi letu kabisa liko tayari na wakati walikuwa tayari, wakati wako tayari kabisa walipambana nao, wakapambana. Mungu wetu akatusaidia kabisa, wakawasukuma wale waadui, na ile ilileta hofu muwaraia, ilileta hofu katika eneo letu, lakini tumeshukuru Mungu sababu jeshi letu linatia watu moyo na kusema wako tayari kabisa kwa kupigana na kulinda adui pamoja na wazalendo. Lakini kwa sasa adui amezingua na ameshuka katika maeneo za Kalingi. Yeye adui ndo alikuja vamia jeshi letu, lakini kwa sasa hali ya usalama inaendelea kawaida, lakini japokuwa ni hali ya kibaridi baridi, waraia wanaendelea na shughuli zao, hakuna woga sababu ni vitu ambavyo vilipita katika nyanza za juu. Hata hivyo, coordinator huyo wa shirika la raia alalamikia kudorora kwa hali ya afya maeneo ya Point0 ambayo inakumbwa na ugonjwa wa kipindupindu, vilevile akitoa changamoto zingine zinazokabili maeneo hayo za kiafya, huku akimalizia kwa kuomba mashirika ya kiutu kuwajia na msaada maeneo hayo. Na kiafya tulipenda kuongezea, ndugu mtangazaji, hatukupenda kubakilia pale kiafya. Katika eneo letu tuko katika mtaa wa afya wa Nundu, zetu nyingi kabisa na maire de santé zetu zinakumbwa kabisa na ugonjwa wa kipindupindu. Ugonjwa wa kipindupindu unasumbua wa raia na wadeplase wengine walitoka huku Yulu ma Point0
na vile vile Eco Point Zero nako ile hali ya kipindupindu nayo inazuka. Lakini tulishukuru kwa mkuu wa afya wa mtaa wetu wa Nundu, Dr. msaada ambao aliyetupatia, alitumia zanati yetu ya Air de Sante ya Pungu, ijapokuwa zanati zingine hazikupata, basi tulipata dawa kidogo, lakini zile dawa haziarizisha, lakini zinapunguza tu. Na tungeomba kwa wakuu viongozi wa mashirika za kibinadamu kuingilia swala hili kati, sababu wakati watu wanahangaika, wadeplase, wanakufa na magonjwa ya kuharisha na kukosefu wa madawa, hili ni shida. Watu wa mingi wanapokamatwa na ile magonjwa wanashushiwa kwenye zanati ya reference ya hapo Mkera. Hilo nalo ni tatizo ambalo linakumba zanati zetu, akse yetu ya Rute Mwenga, precisement kuanzia Mulima kupanda mpaka na Kiele, Lumanya pia nayo iko ile probleme moja. Ni yale ambayo tulitaka kuambia ndugu mtangazaji. Na uko Lulenge ni kwamba shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge limesema kuwa licha ya vikao mbalimbali vilivyofanyika eneo hilo, ila mpaka sasa bado vizuizi bandia vyenye kutoza pesa vilivyowekwa na wazalendo vinaendelea kuwepo. Akizungumza nasi Zawadi ya Bandelo wa Bambe, kiongozi wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo Pakilembwe, aonyesha hapa masikitiko yake kuona watu waliojitolea kwa ajili ya kulinda raia wanakuwa wa kwanza kunyanyasa raia. Ya utangulizi ni kutaka kupana pole kwa raia wote wa tarafa la Fizi wenye wanakimbilia nje na wale wenye walibaki ndani kulingana na matatizo kadhaa yenye tumepitia leo, hasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa upekee ni kupana hiyo pole kwa wakaaji wangu wa sekta ya Lulenge, kwa yote ambao wanaopitia wakimbizi vile na matatizo kadhaa ambayo yanakumba sekta ya Lulenge kwa leo. Magumu ni mengi, na kulingana na hiyo magumu inabidi tuwe tunasema na tunaendelea kusema sisi kama vile viongozi wa raia wenye tulipewa madaraka na gouvernement ya Kongo. Ukweli ni kwamba katika tarafa la Fizi na eneo kadhaa usalama unawajibika ukue. Lakini cha mshangao ni katika sekta yangu ya Lulenge ambao usalama ni mdogo wenye kusababishwa hasa zaidi na watoto wetu wazalendo. Wazalendo tunawapenda sana na tutaendelea kuwapenda ikiwa tunatembelea upendo na kupenda nchi yetu na raia wote. Kwa nini niseme usalama ni mdogo? Ni kuona mabariere payante zenye ziko erige na wazalendo, portion zote, ikiwemo CNPCC, ikiwemo Groupe de Jeunes, ikiwemo FABB, ikiwemo na Auto Defense. Ukianza kuhesabu mabariere tangu Maindombe hadi Tubangoye, kuna zidi ya bariere 12. Na kila bariere un pieto akuwe nalipa mkila bariere 5000 francs. Hiyo ni tatizo kubwa, na mimi kama kiongozi wa sekta ninatuma huo ujumbe kwa wakuu viongozi wote wa wazalendo kama ninavyotoka mkuwataja hapa, kuambia ya kwamba raia wa Lulenge ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na napashwa au anatembea na kuishi katika usalama. Sisi kama viongozi tumekusha kufanya conseil de sécurité sababu ya kusiprime hizo mabariere. Helas, watoto wetu kwa sababu wamekwisha kushika masilaha, yanawezekana hawana tena masikio ya kuwa nasikia sisi viongozi. Mwishowe ameomba kwa wakuu viongozi wa wazalendo kufanya haraka iwezekanavyo kuamuru wazalendo waondoe vizuizi hivyo bandia ambavyo vinaendelea kunyanyasa raia. Ninahalika wakuu viongozi wa wazalendo wote kushikilia swala la kuondoa mabariere sans condition zenye ziko musekta ya Lulenge. Itakuwa jambo ya muhimu na itaonekana kwamba munafaa kwa raia ya sekta ya Lulenge, sababu leo raia ya Lulenge haiko inatembea. Ile meme mauvais systeme inaanza zuia hata gari yenye ilikuwa natoka Saramabila gie katika tarafa la Fizi haitakuja kulingana na nini? Mabariere ni nyingi. Gari ikuwe nalipa 300,000 francs kila bariere, zidi ya bariere 12. Ule ni komersa gani mwenye anaweza kutraverser ile tronso? Kwa hiyo ni pointi ya kwanza kualika wakuu wote wa wazalendo wenye kunifata ya kwamba tunawaomba suppression sans condition ya mabariere zote zenye ziko erige mu sekta ya Lulenge. Tofauti na hiyo, maafa yatakuwa mengi kwa sababu hizo mabariere zitakoze tena maatrocite na magere tribal et à part tribal zenye zitakuwa kukoze maafa ya mingi katika wakaji wa sekta ya Lulenge. Oro tunajua kwamba hatuna faida ya kufanya tena vita sisi kwa sisi. Adui ni moja ule mwenye tunajua, Rwanda mwenye iko na kuya kuagresi nchi yetu, na sisi wote tunapashwa kuwa pamoja sababu
Tumalizie na huko Kindu katika mkoa wa Maniema ambako wakaaji wa kijiji cha Kasenga Numbi katika tarafa Kailo wayaama makazi yao baada ya kutokuwepo maelewano kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Mengi zaidi na mwanaripota wetu wa huko Kindu Godefroid Musunga Shabani. Wakaaji wa kijiji Kasenga Numbi ndani ya tarafa la Kailo tayari wameepuka ni kuona wazalendo na waaskari wa jeshi wananyosheana silaha. Radio yenu iliweza kumhoji kiongozi wa wazalendo ndani ya jimbo la Maniema, Jemadar Amani Hussein Josue. Inaita ba journaliste kupitia insécurité enyewe ministre Lama na ikreye ye na gouverneur. Kuna vurugo huko, kama tulikamata mabunduki na kama tunaingia mu uzalendo ni jua kulinda nchi yetu konte teni na maneno yenyewe M23 kwa tufanyia kubaka badada yetu, kutuua, kutupie. Ye lawama atoshe basoda yake na raia tarudie lele siku batayara juu ni kipinda kuvuna mpunga, ni kipinda watoto kurudia ku masomo, bana kreye kitu Kenya kiko wako. Mie General Sadame sina violeur wala sina tracasser. Baache jeshi ifanye kazi yake. Ni kusema bajeshi na shie bazalendo tuko hapa juu kuchunga mpango wa kupigania nchi yetu. Na kwa ngambo ya shirika la raia ya huko Kasenga Numbi, wao pia hawakuweza kukaa kimya. Lupungu Milongo kuonesha upungufu wa usalama, kuonekana ya waskari ndani ya kijiji Kasenga wakienda kuonana na wazalendo nao wakikutiwa ndani ya kijiji Kasenga. Ile inaleta usalama mdogo sana ya wakaaji, kuona ile ikawapa washiwashi wamoja kukimbia ndani ya pori. Njo inaita gouvernement provincial, inaita gouvernement national. Kwa sasa hawayapikana, wamekuwa wakiangaliana sawa vile pusi na chura, na gouvernement ndio baba wa wale wote. Na kwake pia Rafael Upelele Lokenga anayehusika na mambo ya utetezi wa haki za binadamu Maniema, yeye pia anaomba tu kukuwe mazungumzo kwa kuweza kutatua jambo hiyo. Pateni, tunasikitika sana kuona hii situation yenyewe tulikuwa Tanzania haitagawia yenyewe iko kunjia ya Kasongo, na ndio maana tupendelea tuambie bakubwa bae kutumilika kusema kama mfemo wenu yote kusudi kuwe maongezi, solution haikalake tu paka vita. Hadi sasa raia iko naomba tu ukimya pa nafasi ile. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Mpenzi msikilizaji, bila shaka ni hapo ndivyo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili. Na kushukuru wewe ambao ulinitegea sikio mwanzo hadi mwisho, na jopo nzima la wariri wa habari wa Radio Kivu, vile vile na rubani wangu Jean Ekala Jaden. Aliyekuletea uchambuzi wa habari kwa mwingine alikuwa ni Safari Almas. Sina la ziada na kuaga nikisema bye.